Hapa ni Temeke jijini Dar es Salaam, na hapa nilipo ni nyumbani kwa Abbas Bungara ambaye ni kaka wa marehemu Suleiman Saidi Bungara almaarufu Bwege, mbunge wa zamani wa jimbo la Kilwa Kusini ambaye amefariki dunia mchana wa leo. Sasa tumefika hapa kwa ajili ya kufuatilia sasa ratiba ikoje na taratibu za mazishi zinaendaje, na tumezungumza na Abbas mwenyewe ambaye ndio kimsingi msemaji wa familia, na ametueleza ya kwamba Suleiman Bungara atazikwa rasmi huko Kilwa Kivinje mkoani Lindi siku ya kesho majira ya saa 7 mchana. Sasa hapa pia amefanua utaratibu wa safari, namna ambavyo wataifanya hiyo safari na utaratibu mwingine ambao unapaswa kwa wale ambao wanataka kushiriki maziko hayo. Lakini tumezungumza pia na wadau wengine ambao wamefika katika eneo hili kwa ajili ya kuhani msiba huu. Mimi kwa jina naitwa Abasi Saidi Bungara. Mimi ni kaka wa marehemu Selemani Saidi Bungara. Mimi ni wakuzaliwa wa kwanza, wa pili ndio yeye, na mimi ndio msemaji wa familia. Pengine unaweza kutueleza mkwaje na ulipotokea kwenye mazingira gani? Sawa. Huyu bwana alikuwa na matatizo ya sukari muda mrefu, na miaka miwili iliyopita au mmoja ikabidi sasa figo zake zikawa zina matatizo. Kwa hiyo wakati figo zina matatizo ikabidi sasa aende hospitali, na kwa hali iliyofikia figo zikawa ziweze kufanya kazi. Utabibu wake ni kubadilisha figo au kufanya dialysis. Kwa hiyo ikabidi sasa apangiwe kufanya dialysis, anakwenda kusafishwa damu kwa wiki mara 3. Yale ndio matatizo yake muda mrefu, hata hali yake ilivyokuwa dhoofu, lakini tatizo kubwa ilikuwa ni figo. Leo msiba ulipotokea, alikwenda hospitali EMS Kigamboni kama kawaida, akaenda kufanya dialysis, lakini baada ya kufika muda mchache hali yake ikaanza kubadilika. Basi baada ya kubadilika, madaktari wakajitahidi kwa kadri ya uwezo wao, lakini Mwenyezi Mungu akawa amempenda zaidi. Majira ya saa 7 akawa amefariki. Kwa hiyo ndugu tukapashana habari, tukafata maiti EMS Kigamboni, tukachukua maiti tukaileta Temeke sehemu ya kuhifadhi, na kwa utaratibu wetu tuliopanga. Unajua sisi Waislamu tuna utaratibu kwamba mtu akifariki kinachofuata ni kuzika, sio tena muda wa kukaa tena, hapana. Basi family ikaamua kwamba leo usiku wa leo tarehe 30 kwenye saa 6 au 5 tutoke hapa tuanze safari ya kupeleka mwili wa marehemu Kilwa Kivinje. Kilwa Kivinje ndio mji ambao yeye amezaliwa na amekulia, na hata kazi zake hizo za ubunge na nini, mambo ya vyama alianzia huko. Kwa hiyo sisi tumejipanga hapa kutoka usiku kwa mategemeo asubuhi tufike Kilwa saa 7 tukampumzishe marehemu. Pengine unaweza ukaeleza sasa kwa mujibu wa taratibu, kwa namna watu wanaohitaji kufika kule, utaratibu wote umepangiliwa ama ikoje? Kwa utaratibu hapa sisi kuna mabasi, lakini mabasi haya kidogo inabidi mtu achangie kidogo shilingi 35,000, lakini inatoka leo sasa saa 6 usiku. Ule mchango anaotoa ni usafiri kutoka hapa kwenda Kilwa kufanya mazishi. Mazishi yakiisha, wale ambao wanataka kurudi basi watarudi nalo kesho hiyo kwenye jioni saa 10-11 watatoka Kilwa Kivinje kurudi Dar es Salaam. Na huu msiba upo hapa Temeke. Kwa hapa Temeke ni sehemu moja inaitwa Umati, ipo karibu na Pile Bar ambayo iko Temeke hapa. Kwa mtu yote labda anataka kupata maelezo au anataka kujua, anaweza kunipigia simu mimi. Namba yangu 0715 59 82 61.
hii namba akipiga nitaweza kumweleza vizuri zaidi ili asipate tabu ya kuhangaika na pengine kwa mtu mwingine ambaye labda mwenyeji wa Temeke au mwenyeji wa Dar es Salaam anaweza kufika sehemu inaitwa Mishkef. Hii Mishkef ni hoteli ipo karibu na Temeke hospitali, wengi wanaifahamu. Ukifika pale basi utafikishwa huko kwenye msiba. Nyinyi kama familia, Bwege alikuwa mtu wa namna gani kwenu? Bwege yeye kabla ya kuingia kwenye siasa alikuwa mfanya biashara na biashara yake kubwa ilikuwa mbao, lakini baadaye baada ya kufanya hiyo biashara kwa muda mrefu akaingia katika siasa. Kama mtu wa namna gani binafsi na kaliba yake kwenye mazingira yenu ya kawaida mlikuwa mkiishi naye kama ndugu yenu? Yaani kitu kikubwa ambacho anacho Bwege ni msimamo. Yaani yaani wewe hata uwe na milioni 100, yaani huwezi kumshawishi kwa sababu ya hela. Wewe uwe na milioni 100 upinde sheria au umbadilishe msimamo wako kwa sababu ya pesa, hawezi kukubali Bwege. Hata ufanye vipi. Mimi namfahamu mdogo wangu, akubali na analoamini atalisimamia wakati wowote popote, na yeye anapenda sana kusaidia watu. Mimi nakutolea mfano, yeye akitaka lake ambayo anaona na maslahi, yuko tayari kutoa pesa yoyote. Na yeye mtu akiwa na shida, mtu yoyote yule anaweza kumwekea wakili akamsaidia. Sasa cha kushangaza sasa, ukiwa na shida anaweza yeye akakusaidia, mtu ambaye akufahamu, 300,000, 600,000 mpaka milioni. Kama anazo atakupa. Misi kwa jambo lipi? Tutamisi kwa baba mwenye hekima, baba mwenye vichekesho, baba mwenye maelewano na wa familia, lakini zaidi ni msimamo wake tunamkumbuka. Karibuni kipindi enzi za mwisho za uhai wake, kipindi cha mwisho hiki wakati anaumwa na nini, bado alionekana anaendelea kupigania shughuli za kisiasa. Na kwenu kama familia, pengine kuna namna ambavyo mlikuwa, kwa sababu watu wakasema inakuaje, ni wakati ambao pengine kulikuwa namna yote ninazungumza naye ama ikoaje, au katika sehemu? Sasa nikufahamishe, mimi ni kaka yake mkubwa na mafanikio yake mengi huko nyuma mimi ndio nimeshiriki. Sasa tunawahi kushikana mashati nikimwambia kwamba sasa bwana pumzika, sio uache siasa, pumzika. Yani pumzika, yuko anatiwa damu ana nini, bwana Bwege pumzika. Sisi kama family tushakaa tukamwambia Bwege pumzika, hapana, sasa hivi kwa hali uliokuwa nayo si sahihi kuhangaika. Kama unataka kutoa msaada kwa watu wasaidia, lakini kupumzika wewe hawezi kukubali. Wewe utamwambia hivyo, atasema kama mtaki kuja kufanya nyumbani kwenu interview, atakiita hata kibajaji kikaenda kwa chochoroni kikafanyia interview. Sasa alipigania watu kweli kweli. Ana msimamo kwa Bwege, mimi sijui. Yaani kama tungepata viongozi wenye msimamo kama Bwege wa ukweli, ingekuwa hatari sana. Tunakushukuru na kukupa pole tena. Asante.